Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi, jina langu Karimu Mzimbiri. Ana ukhtirtu fi hadha al-istirab. Mimi nimechaguliwa katika maonyesho haya. Mada tutafsiri Qur'an. Mada ya kutafsiri Qur'an, Suratul Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Naanza kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil. Je, haukumuona Mola wako alivyowafanya watu wa ndovu? Alam naj'al qaidahum fi tadlil. Na kujalia vitimbi vyao kuharibika. Wa arsala alaihim tayran ababil. Na kuwatumia juu yao ndege makundi kwa makundi. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Na kuwatupia mawe udongo wa kuchoma. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Na kuwa kama majani yaliyoliwa na kutapikwa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Wama adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. An-najmu ath-thaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فلا هما من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمحل الكافرين أمهلهم رويدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرشاد. أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام, enyi wasikilizaji watukufu, ana ukhtartu, mimi nimechaguliwa fi hadha al-isti'radhi, katika maonesho haya, usulul islam, misingi ya Uislam. Usulul islam arbatun, misingi ya Uislam ni minne: al-Qur'an, Qur'an, al-hadithu, hadithi, al-ijma'u, ijma'i, wal-qiyasu, na qiyas. Al-Qur'an huwa kitabullahu al-munazzalu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nacho ni kitabu cha Mwenyezi Mungu alichokishusha juu yake Mwenyezi Mungu kwa bwana wetu Muhammad, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie na amani, maslahi nasi, kwa ajili ya maslahi ya watu, fi dinihim, katika dini yao, wa fi dunyahum, na dunia yao, wa fil akhiratihim, na akhira yao. Al-hadith, hadithi huwa aqwalun nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, nayo ni matamshi yake mtume, rehema na amani ziwe juu yake, wa a'malahu allati bayyanatil ahkamul Qur'an, na matendo yake yanabainisha hukumu za Qur'an, wa arshadatun nasi ilaiha, na wakaongozeka watu juu yake. Al-ijma'u, ijma'i, huwa ittifaqu ulama'il umma, nayo ni makubaliano ya wanazuoni wa umma, ala amrin shar'iyyi, juu ya jambo la kisheria, tabi'ahum ilaiha nasu, na ikafuatiliwa sheria hiyo na watu. Al-qiyasu, qiyasi, huwa tatbiqu amrin lam yudillahu dalilu, nako ni kufungumanisha jambo ambalo haikupatikana dalili yake, ala nadhrihi,
juu ya kupatikana kwake, liishtirakihima, kwa kushirikiana viwili hivyo, fi illatil hukmu, katika ila ya hukumu. Wa ilahuna antahi, mpaka hapa anaishia. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh. Ismi, jina langu Nasri Juma. Ana kutitu fi hadha istinlad, mimi nimechaguliwa katika maonyesho haya. Mabetultu udhua, yanayobatilisha udhu. Alladhi yubetultu udhua hamsati, yanayobatilisha udhu mambo matano. Al-awwalu, jambo la kwanza, rujulu shay'in min ahadi sabila, ni kutoka na kitu kati ya njia mbili. Athani, jambo la pili, zawalul akili, ni kupotelewa na akili. Athalithu, jambo la tatu, an-naum, ni kulala. Arabiu, jambo la nne, lamsu kubli ya widu, lamsu mal'ati ajnabia, ni kumgusa mwanamke wa kando. Al-khamisu, jambo la tano, lamsu kubli ya widubuli, ni kugusa tupu ya mbele au ya nyuma kwa matumbo ya viganja. Mal'atu ajnabia, ni upi huyo mwanamke wa kando? Hiya lati la, ni yule ambaye la yahlamu likahuha, ni yule ambaye si alamu kumuoa. Wajinu nasabu, na kwa ajili ya kutoa ukoa. Wa ilahuna wa anta hilum, mpaka hapa naishia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'd. Amma ba'd, faya ayyuhal mustami'una ikram, enyi wasikilizaji watukufu. Ismi, jina langu Said bin Rashid, Saidi mtoto wa Rashid. Ana ukhtirtu, mimi nimechaguliwa, fi hadha al-isradhi, katika maonyesho haya. Arkanu salati, nguzo za swala. Arkanu salati 13, nguzo za swala ni 13. Rukunul awwalu, nguzo ya kwanza, niya maqrunatu, nia iliyofunganishwa maana takbirat harami, pamoja takbira kwa lemea swala. Rukunu thani, nguzo ya pili, qiyamul qadiri, kusimama kwa mwenye kuweza, fil faradhi, katika swala faradhi. Rukunu thalithu, nguzo ya tatu, takbirat ihram, takbira kwa lemea swala. Rukunu rabi'u, nguzo ya nne, qiraatul fatiha, na kusoma suratul fatiha. Rukunu khamisu, nguzo ya tano, rukuu, ni kurukuu ma'a tumanina, pamoja na kujituliza. Rukunu khamisu, rukunu sadisu, nguzo ya sita, al-i'tidali, na itidal ma'a tumanina, pamoja na kujituliza. Rukunu sadisu, nguzo ya saba, sujudu marataini, ni kusujudu mara mbili, ma'a tumanina, pamoja na kujituliza. Rukunu thaminu, nguzo ya nane, julusu baina sajdataini, ni kukaa baina sajda mbili, ma'a tumanina, pamoja na kujituliza. At-tasi'u, nguzo ya tisa, julusu al-akhir, ni kukaa tayari. Al-ashiru, nguzo ya 10, at-tashahhud fi julus al-akhir, ni kuleta tahiyatu ya mwisho. Al-hadi ashara, nguzo ya 11, as-salatu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni kumtakia rehema bwana wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi julus al-akhir, tahiyatu ya mwisho. Athani ashara, nguzo ya 12, tartibu al-arkan, ni kupangilia nguzo. Athalithu ashara, nguzo ya 13, taslimul ula, ni salamu ya kwanza. Wa ilahuna antahi, mpaka hapa naishia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ana ukhtirtu fi hadha istiraz, mimi nimechaguliwa katika maonyesho haya. Mada tafsir al-Quran, suratul Qari. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Al-Qariya, kiyama. Mal-Qariya, ni nini kiyama? Wa ma adraka mal-Qari, ni nini kitakachokujulisha kwamba hiki ni kiyama? Yauma yakumun nas kal farashil mabsus, na siku ya watu watakuwa kama tandiko lililotandikwa. Watakunul jibalu kal ikhnin manfush, na milima itakuwa kama sufi zilizopurwa. Fa amma man thaqulat mawazinu, ama yule ambaye mizani yake itakuwa nzito, fa huwa fi 'aishatir radhi, ataishi katika maisha yenye kupendeza. Fa amma man khaffat mawazinu, ama yule ambaye mizani yake itakuwa nyepesi, fa ummuhu hawiya, ataishi katika maisha yake yote katika moto hawiya. Wa ma adraka ma hiya, ni nini hiyo hawiya? Nar hamia, ni moto mkali sana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Barakallahu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi, jina langu Zulkhulaifa Tamim, wa madrasa yangu tusama inaitwa Madrasatul Tanbihil Islamia, madrasa kwa zindua wa Islam. Ana akhtartu fi hadha al-istirad, mimi nimechagulia katika maonesho haya taalimul atfal, mafunzo kwa watoto, wa tartibu salat, na tartibu za swala, mahabbatullah, kumpenda Mwenyezi Mungu, Allahu Rabbi, Mwenyezi Mungu ndiye mlezi wangu, wa sayyiduna Muhammad nabiyyi, na bwana yetu Muhammad ndiye mtume wangu, wal Qur'anil Karim kitabi, na Qur'an tukufu ndicho kitabu changu, wal Islamu dini, na Uislamu ndio dini yangu. Uhibullah ta'ala, mimi nampenda Mwenyezi Mungu mtukufu, li'annahu, hakika yake khalaqani, ameniumba mimi, wa khalaqa abi, na kamuumba baba yangu, wa ummi, na mama yangu, wa jami'an nas, na watu wote, wa khalaqa lana ta'ama, na akatuumbia sisi chakula, alladhi, na akuluhu, chakula ambacho twakila, wal maa, na maji, alladhi nashrabuhu, maji ambayo twanywa, wa kullu ma nahtaju ilaihi, kwa kila tunachokuhitaji kwake. Ana utiu Allah, mimi namtii Mwenyezi Mungu, wa uhibbuhu, na nampenda, akthara min kulli shay'in, sana kuliko kila kitu. Inna Allah azza wa jalla, hakika Mwenyezi Mungu mshindi na mtukufu, arsala sayyidana Muhammad, amemtuma bwana yetu Muhammad, rasulan, awe mtume, fa'allamana dinal Islam, aje atufundishe dini ya Uislamu. Wa huwa dinu alladhi, nani dini ambayo la yakbalu Allah, hatakubali Mwenyezi Mungu dina na ghairahu, dini nyingine isiyokuwa ya Uislamu. Kama qala fi kitabil aziz, kama aliposema katika kitabu chake kitukufu, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, mwenye kuingia falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min khasirin, falan yuqbala minhu, haitokubaliwa dini yake hiyo, wa huwa fil akhirati min al khasirin, itakuwa miongoni mwa watu waliopata hasara. Mahabbatu rasulullah, kumpenda mtume wa Mwenyezi Mungu. Uhibbu sayyidana Muhammad, mimi nampenda bwana yetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, rehma na amani zimfikie juu yake, li'annahu, hakika yake
hadana ametongoza ila alkhairi katika khairi, wa abadana anisharri na ametuweka mbali na shari. Ana muslim, mimi ni Muislamu, usaddiqu biqalbi, nasadikisha kwa moyo wangu, wa aqulu bilisani, na nasema kwa ulimi wangu, ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia hapana mola apase kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, na nashuhudia hakika Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina Muhammad, bwana yetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rehma na amani zimfikie juu yake. Ulida bimakkah al-mukarrama, amsaliwa katika mji wa Makkah uliotukuka, fi shahri Rabiul Awwal, katika mwezi wa mfungo 6, laila tafani 10, usiku wa tarehe 12, wa mata fil Madinatil Munawwara, na amekufa katika mji wa Madina ulionawirishwa. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Faya ayyuhal mustami'una al-kiram, enyi wasikilizaji watukufu, in aradtum an ta'rifu ismi, ikiwa mnataka kujua jina langu, ismi Khadija binti Nasr, wa madrasati, na madrasa yangu tusamma inaitwa Madrasatu Tanbihul Islamiyya, najifunza katika madrasa kwa zindua wa Islam. Ana ukhtiltu fi hadha al-istirad, mimi nimechaguliwa katika maonyesho haya. Taalimul banat, mafunzo kwa mabinti. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie juu yake, tala'atu fil jannat, nimeangalia katika pepo, faraitu, na nimeona, akthara ahliha fukaraa, watu wengi ni mafukara, wa tala'atu fin nar, na nimeangalia katika moto, faraitu, na nimeona, akthara ahliha nisaa, watu wengi ni wanawake. Wadhalika al-qillatu atihinna lillahi lirasulihi azwajihinna, ni uchache wa kumtii Mwenyezi, kilichoingiza wao motoni ni uchache wa kumtii Mwenyezi Mungu, mtume na waume zao. Wakasarat tabarjihinna, na wingi wa kujipamba. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie juu yake, ayyuma mraatu sa'alat lidhawjiha talaqa, mwanamke yote atakayemwomba mumewe taraka, min ghairi ba'as, pasipo na kosa kisheria, faramu alaiha, ni haram juu yake, raihatul jannat, kupata harufu ya pepo. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na amesema mtume, rehma na amani zimfikie juu yake, idha qalatil mar'atu lidhawjiha talaqni, mwanamke yote atakayesema kumwambia mumewe niache, jaat yaumal qiyama, ataletwa siku ya kiyama, wawajihuha la lahma fihi, uso wake hauna nyama, walisanuha khaliju min faqih, na ulimi wake umetoka katika mdomo wake. Watahawi ila qari jahannam, atatupwa katika moto wa jahannam. Wa in kanat tasumu nahara wattaqumu llaila
alikuwa akifunga mchana na akisimama usiku miaka yote. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimfikie juu yake, la yanzuru Allahu yawma al-qiyamah, hata muangalia Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, ila mraati, mwanamke ambaye la tashkuru zawjiha, amshukuru mumewe, wa hiya tastani anhu, huyo ni yule mwanamke asiyetosheka na mwanaume huyo. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimfikie juu yake, awalu ma tusalu mar'ati yawma al-qiyamah, swali la kwanza atakaloulizwa mwanamke siku ya kiyama, min salati wa bahaliha, ni juu ya swala yake na mume wake. Qala Ali karramallahu wajhahu, amesema Ali, Mwenyezi Mungu autukuze uso wake, dahartu ana Fatima ala nabii sallallahu alayhi wasallam, nimeingia mimi na Bi Fatima kwa mtume rehma na amani zimfikie juu yake, fajadnahu yabukibuka an shadida, tukamkuta analia kilio kikali, fakultu fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, nikasema natoa fidia yangu ni kwa babangu na mamangu, ewe mtume wa Allah. Maladhi yubukika, kitu gani kinakuuliza? Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume rehma na amani zimfikie juu yake, ya Ali, ewe Ali, lailata usliya bi ila samai, usiku nilopelekwa mimi mbinguni, raaitu nisaa min ummati yu'adhibna, nimeona wanawake katika umma wangu wakiadhibiwa, bianwa'i min adhab, kwa namna mbalimbali za adhabu. Fabakaitu, nikalia, rima raaitu, kwa kile nilichokiona, min shiddati adhabihinna, kutokana na ukali wa kuadhibiwa. Raaitu mraata, nimemwona mwanamke, muallaqata bishahariha, akining'inizwa kutumia nywele zake, ya ghalidi mahuha, ukichemka ubongo wake. Waraaitu mraata, nimemwona mwanamke, muallaqata bilisaniha, akining'inizwa kutumia ulimi wake, walhamimu yusabbu fi halkia, na maji ya moto yakimimina katika koo lake. Waraaitu mraata, na nimemwona mwanamke, kade shuddati lijiraha, amefungwa miguu yake, ila sadiaiha, mpaka katika maziwa yake, wayadaha, na mikono yake, ila nasiyatiha, mpaka katika utosi wake. Wakade salatu Allahu alaiha, na amemsalitia Mwenyezi Mungu juu yake, alhayatu ala qalib, nyoka na nge. Waraaitu mraata, nimemwona mwanamke, muallaqata bisadiyaiha, akining'inizwa kutumia maziwa yake. Waraaitu mraata, na nimemwona mwanamke, raasu khinzir, kichwa chake ni kichwa cha nguruwe, wa badanu himal, na mwili wake ni mwili wa punda, wa alaiha alfi min adhab, na juu yake ana maelfu kwa maelfu ya adhabu. Waraaitu mraata, na nimemwona mwanamke, ala sulatul qarb, sura yake ni sura ya mbwa, wanaru tadkhulu min fiha, na moto kimiminwa katika koo lake, watahuruju min duburiha, na ukitoka katika tupi yake ya nyuma, wa malaikatu yadhribu naha bimaqami an-nar, na malaika wakimpiga mikasi ya moto. Faqamat Fatimata az-Zahra radhiyallahu anha, akasimama Fatima, Mwenyezi Mungu amuie radhi, waqalat,
ya habib wa qurrata aini, kipenzi changu, pozo la macho yangu. Ma kana amalu haulahi hatta alayhinna hadha al'adhab, ni matendo gani walikuwa wakitenda mpaka wakapewa adhabu kali kama hii? Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume rehma na amani zimfikie juu yake, ya bunayat, mwanangu, amma muallaqata bi sha'riha, ama yule ninginizo kutumia nywele zake, ya ghalidi mahuha, ukichemka ubongo wake, fa innaha kanat, haka mwanamke huyo alikuwa la tu'atwi firashi zawjiha, fa innaha kanat, haka mwanamke alikuwa tu'atwi shahraha min ar-rijal, alikuwa afuniki nywele zake kwa wanaume. Wa amma muallaqata bil lisaniha, ama yule aliyening'inizwa kutumia ulimi wake, wal hamimu yusabbu fi halqiha, na maji ya moto yakimimina katika koo, kanat, haka mwanamke huyo alikuwa tuzwi zawjiha, akimuzi mumewe. Wa amma lati kad shuddat rijraha, ama yule aliyefungwa miguu yake, ila sadiaiha, mpaka katika maziwa yake, wa yadaha, na mikono yake, ila nasiyatiha, mpaka katika utosi wake. Waqad salatu Allahu alaiha, na amemsalitia Mwenyezi Mungu juu yake, alhayatu wal qalib, nyoka na nge. Fa innaha kanat, haka mwanamke huyo alikuwa la tastasilu min janaba wal haid, alikuwa ogi janaba na hez. Watastazi'u bil salat, na akipuuza swala. Wa amma muallaqata bisadiaiha, ama yule nizo kutumia maziwa yake, fa innaha kanat, hata mwanamke huyo alikuwa tu'atwi firashi zawjaha, akikanyagisha tandiko la mume wake. Wa amma allati ra'suha ra'su khinzir, ama yule ambaye kwamba kichwa chake ni kichwa cha nguruwe. Wa badanuha badanu himal, na mwili wake ni mwili wa punda. Wa alaiha alfi min adhab, na juu yake ana maelfu kwa maelfu ya adhabu. Fa innaha kanat, hata mwanamke huyo alikuwa namaman kadhaba, mchochezi na muongo. Wa amma allati ala sulatul qalb, ama yule ambaye kwamba sura yake ni sura ya mbwa. Wanaru tadkhulu min fiha, na moto kimiminwa katika koo lake. Watakhruju min duburiha, na ukitoka katika tupi yake ya nyuma. Wa malaikatu yadhribu an-naha bimaqami'in nar, na malaika wakimpiga mikasi ya moto. Fa innaha kanat, hata mwanamke huyo alikuwa mananan hasada, msimbulizi na hasidi. Ya bunayat, mwanangu, liwailu limraati yuswi zawjaha, adhabu kaita msibitikia kila mwanamke anayemwasi mumewe. Wa ilahunna antahi, mpaka hapa anaishia. Assalamu alaykum wa minkum wa minkunna. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أنا اخترت في هذا الاستعراض مادة الحديث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
kutoka kwa Amiri Mu'minina Abi Hafsin, radha Mwenyezi Mungu zimfikie. Bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dhata yawmin istala alaina rajulun shadidun ba'adhi thi'ab shadidu thadi sha'r la yura alayhi atharu safar wa ala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa lan-nabi sallallahu alayhi wasallam. Pale tulipokuwa na mtume, rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie na amani, akatokea mtu akiwa amevalia nguo nyeupe sana na nywele nyeusi sana. Akakaa mbele ya mtume, huku magoti yake akabananisha na magoti ya mtume na viganja vyake viwili akiweka juu mapaja ya mtume. Akasema, ya Muhammad, ewe Muhammad, akhbirni anil Islam, nipe habari kuhusu Islam. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie na amani, al-Islam, Uislam, shahadatu an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia kuwa pana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammada Rasulullah, na hakika ya Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, wa iqami sala, na kusimamisha swala, wa itai zaka, na kutoa zaka, watasawma Ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, watuhijul baita anistata ilahi sabil, na kwenda kuhiji Maka kwa mwenye uwezo wa kufuata njia hiyo. Waqala, akasema, sadakta, umepatia. Akhbirni anil iman, nipe habari kuhusu iman. Waqala, akasema, antu'mina billahi, ni kuabudu Allah, wa malaikati, na malaika wake, wa kutubi, na mitume yake, wa kutubi, na vitabu vyake, wa rusuli, na mitume yake, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, na kuamini kadari zake ziwe za kheri au za shari. Waqala, akasema, sadakta, umepatia. Akhbirni anil ihsan, nipe habari kuhusu ihsan. Waqala, akasema, anta'budu Allah ka'annaka taraha fa illam takun tarahu illa yaraka, ni kumwabudu Allah kama unamuona lakini humuoni ila yeye anakuona. Waqala, akasema, akhbirni anis saa, nipe habari kuhusu kiyama. Waqala, akasema, hakamjuzi ndio mwenye kujua dalili zake. Waqala, akasema, akhbirni anil amaratiha, nipe habari kuhusu dalili zake. Waqala, akasema, antalidal umatu rabbataha wa antaral hufata al-arata al-aashaa wa tataluna fil bunyan thumma antalaqa falabithtu maliya, hakika kuja kazi kumzaa bwana wake na watu kutumbea mbea bila viatu, kisha hakakaa sana. Waqala, akasema, ya Umar, ewe Umar, ataderima ni sa'il, je, ni nani huyo? Waqala, akasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, hakika Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio anaomjua. Waqala, akasema, innahu Jibril, hakika huyo ni Jibril, atakum, kaja kutueleza, wa yuallimukum, na kutufundisha, dinakum, dini. Rawahu Bukhari wa Muslim, hadithi hii amepokea Imamu Muslim. Ana Abi Abdurrahman Abdullah bin Khattab radhiyallahu anhu, kutoka baba Umara bin Khattab, radha Mwenyezi Mungu zifikie. Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tulimsikia mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu zifikie na amani. Waqala, akisema, buniyal islam ala khamsin, Uislamu umejengwa kwa nguzo 5. Shahadatu an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia kuwa pana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammada Rasulullah, na hakika Muhammad mtume wa Mwenyezi Mungu, wa iqamis sala, na kusimamisha swala, wa itai zaka, na kutoa zaka, watasawma Ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, watuhijul baita anistata ilahi sabil, na kwenda kuhiji Maka kwa mwenye uwezo wa kufuata njia hiyo. Rawahu Bukhari wa Muslim, hadithi hii amepokea Imam Bukhari wa Muslim. Wa ila una antahi wa hadha, assalamu alaykum wa minkum wa minkunna. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil majid, wassalatu wassalam ala afdalil hamid, rasulul mumajjad, Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi dhawil izzatil muabbad, wa ba'd. Faya ayyuhal mustami'una al-kiram, enyi wasikilizaji watukufu,
In aradtum an ta'rifu ismi, ikiwa mnataka kujua jina langu. Ismi, jina langu Aminat bint Umar. Wa madrasati, na madrasa yangu tusamma, inaitwa Madrasatu Tambihul Islamiyya, madrasa kwa zindua Islam. Ana ukhtirtu fi hadha al-isti'rad, mimi nimechaguliwa katika maonesho haya. Hijabu fil mar'at, hijabu kwa mwanamke. Wa faridhatil hajj, na faradhi za hija. Ikhwatul mustami'una al-kiram, enyi wasikilizaji watukufu. Fi sanatil khamis, katika mwaka wa 5, nazalat ayatul hijab, ilishuka aya hijab. Khaswata binisa'ir rasul sallallahu alayhi wasallam, iliwahusu wanawake wa Mtume, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie na amani. Wa hiya qauluhu ta'ala, nao ni kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, haithu qala, pale aliposema wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab, pindi mnapotaka kuuliza jambo au kitu basi waulizeni nyuma ya pazia. Dhalikum, hilo kwenu. Atuhalli kulubikum, utoarisha mioyo yenu. Wa kulubihinna, na mioyo yao. Suratul al-Ahzab aya 53. Wal amru zawjati nabii sallallahu alaihi wasallam, na amri ya wake wa Mtume, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie na amani. Amrul nisa'il umma, ni amri ya wanawake wa umma wote. Ni kaulihi ta'ala, wa kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, haithu qala, pale aliposema ya ayuhan nabiyyu, ewe mtume. Kulli azwajika, sema kwa wake zako. Wa banatika, na binti zako. Wa nisa'il mu'minin, na wanawake wote waumini. Yudenina alaihinna min jalabibihinna, wajistiri kwa majalabibi. Suratul al-Ahzab aya 59. Ikhwatul iman, ndugu zangu katika imani. Wal ulama muttafaquna ala mashru'iyyat satul mar'at, na wanazuoni wamekubaliana juu ya sheria kujistiri mwanamke. Jamiu badaniha, mwili wake wote. Bima fi dhalika, na katika hilo. Satul wajhi, ni kujistiri uso. Wal kafain, na viganja vile vya mikono. Wakhtalafu fi wujubi dhalika, na wamekhtalifiana katika wajibu wa hilo. Faqalat ta'ifatu biwujubihi, na wakasema kundi katika wajibu wa hilo. Wa ukhra bi annahu mustahabun, na wengine wakasema kwamba hilo ni sunna. Fajawazu laha kashfun wajhi wal kafain, na akadhushwa kwa mwanamke kuacha wazi uso na viganja vya mikono. Alla yakuna tulatu baina nisai wa rijal, kusipatikane mchanganyiko baina wanawake na wanaume. Illa madhi mahrim, isipokuwa kupatikane pamoja na mahrim. Wa huwa amulini istai nabii sallallahu alaihi wasallam wa ghairihinna, na hili ni kwa wake wa Mtume, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie na amani, na wengineo. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, wa kauli yake Mtume, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie na amani, haithu qala, pale aliposema la yakhalwanna ar-rajulu bil mar'at, waskaifa lagana wake kwa wanaume. Illa madhi mahrim, isipokuwa kupatikana pamoja na mahrim. Wa hadha amun aidan, na ile ni vile vile. Wa fi hadha al-am, na katika mwaka huu. Furidhu al-hajj, ilifaradhishwa hija. Alama nistatwa ila sabila, jua mwenye uwezo wa kuendea njia hiyo. Liajitami'u al-muslimina fi makkah, ila kusanikana waislamu katika mji wa Makkah. Wayataarafu, na watambuane. Wayatahidu, na wawe wamoja. Wa ila huna antahi, mpaka hapa naishia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hifzul Quran, Suratul Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an yatiyahum adhabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
يعلمون قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوت قومي جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربه إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى عباده بقصص الغابرين وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا سيرته نبراسا لنشر الدين حتى وصلوا إلى جدار الصين شرقا وقلب أوروبا غربا وبعد. فيا أيها المستمعون الكرام إن يسكيزاجا تكوفو أنا واحد من طلاب المدرسة تنبيه الإسلامية. mimi ni moja kati wa wanafunzi wa madrasa Tanbihul Islamia Uyole Mbeya tahta ustadhina chini ya ustadhi wetu Amar bin Hassan. Ana akhtirtu mimi nimechaguliwa fi hadha al-istirad katika maonesho haya maadatu saira somo la saira. Lamma dakhala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam pinda alipoingia mtume rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie na amani bimakkatan katika mji wa Makka afani liquraishiyina aliwasamea maquraish wanada almunadiyat na kanali mnadi wake man dakhala almasjida fahuwa amin mwenye kuingia msikitini naye katika amani wa man dakhala dara Abu Sufyan fahuwa amin na mwenye kwenda kwa Abu Sufyan naye katika amani wa man aghlaqa alayhi babahu fahuwa amin na mwenye kufunga milango nao katika amani. Wastafna min dhalika ashkhasan na akavua katika hilo watu minhum miongoni mwao Ikrimatu ibn Abu Jahal Nekwa mtoto wa Abu Jahal kanu shadidul adha anil muslimin walikuwa na maudhi makubwa juu ya Uislamu faqutila ba'dhum wakawa baadhi yao wa aslama al-akharun na wakasilimu waliobaki fa'afale kwa katika Kaaba wakanat 360 sanaman na alikuwa masanamu 360 fakabbaru wakaleta takbira thumma salli ala maqam Ibrahim kisha akaswali katika maqam Ibrahim wa shariba min ma'i zamzam na akanywa maji ya zamzam thumma jalasa fil masjid kisha akakaa katika msikiti wanasu haulaha
na watu pembezoni mwake, yantaziruna ma huwa fa'ilun bimushriki Quraish, wakitazama nini atafanya kwa washirikina wa Quraish, alladhi adhauhu, ambao walimuudhi yeye, wa akhraju min biladihim, na wakamtoa katika miji yake, wa hammu an qaslihi, na wakakusudia kumuua, wa qataluhu, na kupigana naye. Faqala alayhi salatu wassalam, na akasema mtume zimshukie amani, ya ma'ashar al-Quraish, enyi kongamano la Quraish, ma tadhunnuna inni fa'ilun bikum, nadhani nitawafanya nini? Qalu, wakasema, khairan akhun karim, khairi ndugu yetu mkarim, ibnu akhun karim, mtoto wa ndugu yetu mkarim. Faqala, akasema, idhhabu, nendeni, fa antumut tulaqa, nyote mpo huru. Ikhwatul iman, ndugu zangu katika iman, khataba alayhi salatu wassalam, aliyokutubia mtume rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie na amani, yaum al-fath, siku kukombolewa kwa Makkah, khutba ambayo bayana fiha kathiru min al-ahkam al-islamiyya, ilibainisha ndani yake wingi wa hukumu za Uislamu. Minha, miongoni mwazo, alla yuqatila al-muslim bikafir, asimuue muislam kwa asiyekuwa muislam, wa alla tusafira al-mar'at masiru thalathata ayyam, na wala safiri mwanamke mwendo wa siku 3, illa ma'adhi mahrim, isipokuwa ay pamoja na mahrim, wala salata ba'da as-subh wal 'asr, na hapana swala baada asubuhi na al-asr, wala tusama yawm al-adha, na wala hapana kufunga siku Eid al-Adha, wa yawm al-fitr, na siku Eid al-Fitr. Thumma qala, kisha akasema, ya ma'ashar al-Quraish, enyi kongamano la Quraish, inna Allaha qad dhahaba ankum, hakika Mwenyezi Mungu amekuepulieni nyinyi nahwatul jahiliya, zama za ujahil, wa adhimaha al-aba'uhum, na kuwatukuza mababa zenu, wan nasu min adam, na binadamu ametokana na Adam, wa Adam min turab, na Adam ametokana na mchanga. Ya ayyuhan nas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakari wal untha, hakika mimi nimekuumbeni mwanaume na mwanamke, waja'alnakum shu'uban wa qabaila, na nimewajali nini mataifa na makabila, litaarafu, ili mpate kujuana. Inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mtukufu zaidi kwenu ni yule mcha Mungu zaidi. Inna Allaha alimun khabir, hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye kujua habari zote. Thumma ibtada an-nas, kisha akaanza watu, yubayaunahu, wakimbai mtume, wa ahammu man aslama fi hadhihi al-yawm, na muhimu waliosilimu katika siku hii, Muawiya ibn Abu Sufyan, ni Muawiya mtoto wa Abu Sufyan, wa Abu Quhafa, na Abu Quhafa walidu Siddiq, mzazi wa Abu Bakar Siddiq. Wajaahu rajulun, na akamjia mtu mtume, yartaidu khawfan, akitetemeka kwa hofu. Faqala, akasema, hawin alaika, punguza hofu, fa inni lastu bimalik, hakika yangu mimi si mfalme, inma ana ibn imra'at, hakika yangu mimi ni mtoto wa mwanamke, wa kana ta'kulul qadim, na alikuwa kila nyama za kubanikwa. Wa ba'da mubayatur rijal, na baada ya kumbai wanaume, bayatun nisa, walimbai wanawake. Wa kunna yubaina an la yushrikna billahi shay'a, na alikuwa akimbai mtume kwamba hatomshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote, wala yasriqna, na wala hatoiba, wala yaznina, na wala hatozini, wala yaqtulna auladahunna, na wala hatoua watoto wao. Wa ila huna antahi, mpaka hapa naishia. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قهر عباده بالموت، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، وجعل لكل نفس أجلا مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي أنزل عليه قوله تعالى إنك ميت وإنه ميتون. صلى الله وسلاما وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد،
فيا أيها المستمعون الكرام enyi wasikilizaji watukufu ana ukhtirtu fi hadha al-isti'rad mimi nimechaguliwa katika maonesho haya wafatu rasul sallallahu alayhi wasallam kufa kwa mtume rehma na amani ziwe juu yake tufia sallallahu alayhi wasallam alikufa mtume rehma na amani ziwe juu yake yaumu ithnain siku ya Jumatatu thani ashara tarehe 12 min Rabiul Awwal katika mwezi wa mfungo 6 minasanati hadi ashara katika mwaka wa 11 hijiria mwaka wa Kiislamu wakana umruhu na ulikuwa umri wake mtume yauma afatihi siku ya kufa kwake 63 sanata ni miaka 63 faduhisha almuslimun wakashtuka waislamu waudhum alayhi firaquhu wakalifanya kubwa kufariki kwake fasalla Umar bin Khattab akatoa Umar mtoto wa Khattab saifahu upanga wake watawaada na akamwahidi man yaqulu yule atakayesema mata rasulu sallallahu alayhi wasallam amekufa mtume rehma na amani ziwe juu yake thumma qala kisha akasema inma arsala alayhi hakika ametumwa kama arsala Musa kama alivyotumwa Musa falabitha an qaumihi akakaa mbali na watu wake 40 yauman siku 40 fa ayyuhal mustami'una alkiram enyi wasikilizaji watukufu fi dhalika alwaqt katika wakati huu kana Abu Bakar ghaiban alikopo Abu Bakar hayupo falamma jaa pindi alipokuja wa ukhbira alkhabara na akapewa habari wadakhala baita Aisha na akaingia katika nyumba ya Aisha wakashafa an wajhi rasul akaufunua uso wa mtume faqabbalahu akaubusu thumma baqa kisha akalia thumma kharaja ila an-nas kisha akatoka kwa watu faqala na akasema ala tambueni man kana yaabudu Muhammad yule ambaye alikuwa akimwabudu Muhammad fa inna Muhammad qad mat haka Muhammad ameshakufa wa man kana yaabudu Allah na yule ambaye alikuwa akimwabudu Mwenyezi Mungu fa inna Allah hayyun haka Mwenyezi Mungu yupo hai la yamut hafi thumma tala qawluhu ta'ala kisha akasoma kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu pale aliposema innaka mayitun hakika wewe utakufa wa innahu mayitun na nyinyi nyote mtakufa thumma tala qawluhu ta'ala aidan kisha akasoma kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu vile vile wama Muhammadun illa rasul hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume qad khalat min qablihi ar-rusul imetangulia kabla yake mitume afa imata hivi akifa au kutila au akiuliwa inqalabtum ala aqabikum jamtarudi nyuma mkaiacha dini waman yanqalibu ala aqibai yule ambaye atarudi nyuma akaiacha dini falan yadhurru Allah shay'an haitomdhuru Mwenyezi Mungu chochote faqala Umar bin Khattab akasema Umar mtoto wa Khattab kaanni lam atul hadhihi al-aya kana kwamba sikusoma aya hii أيها المستمعون الكرام إن يسكيلزاج وتقوف مكث رسول صلى الله عليه وسلم alikaa mtume rehma na amani ziwe juu yake fi baitihi katika nyumba yake yaumu ithnain siku ya Jumatatu wa lailatu thulathai na usiku wa Jumanne wa yaumahu na siku yake wa lailatu rubai na usiku wa Jumatano hata intahal muslim mpaka alipomaliza Uislamu min iqamat khalifa kusimamisha kiongozi thumma ghusila kisha akaoshwa wa kufina fi thalath athwab na akakafiliwa katika mashuka matatu alladhi laysa fiha qamisun ambayo hayana ndani yake kanzu wala imamatun wala kilemba kama nafalu fi amwatina kama tunavyofanya katika maiti zetu thumma wadi'a ila sariri fi baiti kisha akaiwa katika kitanda katika nyumba yake fasalla almuslimun wakamswalia waislam furadan bila imaman mmoja pasi na imam arrijal wakaanza wanaume thumma nisa kisha wanawake thumma sibyan kisha watoto thumma dufina fi hijrati Aisha kisha akazikwa katika chumba cha Aisha warufa qabruhu fil ardh likanyanyuliwa kaburi yake katika ardhi qadara shibri kiasi cha shibri moja warushu bil ma'i na likarashiwa maji ayuha almustami'una alkiram enyi wasikilizaji watukufu waqad taraka alayhi salatu wassalam hakika aliacha mtume rehma na amani ziwe juu yake lilmuslimin kwa waislam ithnain
mambo mawili: la yadhuruhum shay'an, haitowadhuru wao chochote, maadamu katika muda aliodumu mutamassikina bihima, wakifungamana na mambo hayo. Kitabullah, kitabu cha Mwenyezi Mungu, alladhi la ya'tihi albatil, ambacho hakileti batil, min baini yadai, yaliyomo mbele yake, wala min khalfihim, wala yaliyomo nyuma yake. Wa hadithu rasul sallallahu alayhi wasallam, na hadithi za mtume rehma na amani ziwe juu yake, alladhi bayyana din, ambazo zimebainisha dini, wa adhaha maqasid alquran alkarim, na zikaeka wazi makusudio ya Qur'an takatifu. Wa ila huna antahi, mpaka hapa naishia. As'alukum musamahatun, naombeni msamaha, haula tatwilu min hadhihi almadda, kwa kurefusha mada hii. wa barakatuh. Alhamdulillah qa'il falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fi ad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad qa'il utlubul ilma walau bis-sin wa ala alihi wa sahbihi lahum bi ihsani ila yawmiddin. Amma ba'd. Endelea soma. Ya akhi, ewe ndugu yangu, alitaswihu salatu ala tu'irata fil jawi al-amn, je inaswi swala kuswalia juu ya ndege ikiwa angani au hapana? Naam, taswihu salatu ala tu'irati, ndio inaswihi swala katika ndege fi jawi ikiwa angani, idha istaqarrat qadamahu fiha, ikiwa nyayo zake zitatulia ndani yake, watakunu hiyo ardhahu, na itakuwa hiyo ni ardhi yake. Bal qala ma'ashiyu rawth, bal amesema ma'ashiyu rawth, falau hamalahu rajulani, lawa tabeba watu wawili, fasalla akaswali, lam tasihha salatuhu, haitoswihi swala yake. Maanahu, maana yake, lam tasihha salatuhu, haitoswihi swala yake, bi'adami al-istiqrar, kwa kukosekana utulivu, wa huwa shartu fil faridhat, na utulivu ni sharti katika faradhi. Wa amma qawluhu sallallahu alayhi wasallam, ama kauli yake mtume rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie na amani, ju'ilat lana al-ardhu masjida, imefanywa ardhi kwetu ni msikiti. Maanahu, maana yake, anna man kana qablana, hakika wale waliokuwa kabla yetu, lam tasah lahum salat, haikusii kwa wao swala, illa fil bi'i, isipokuwa katika viwanja. Liannaha, hakika swala hiyo, la taswihu, haikuswihi, illa ala al-ardh, isipokuwa katika ardh. Wa bil jumlat fanaqulu, na jumla yoyote tunasema, kullu ma kharaja min al-ardh lahu hukmu al-ardh, kila kilichotoka katika ardh kina hukumu ya ardh. Wa mataswala biha, na kila kilichoungana na hiyo ardh, kal khashab, kama mbao, wa thaluji, na theluji, wa ghairihima, na vinginevyo. Jibta sahiha wajadtu faidatan tama, umejibu sahihi na nimepata faida iliyotimia. Lakini uridu an as'alaka su'alun akhir. Ma turidu an tas'ala, uliza kile ambacho kwamba unataka kuuliza. Hal yajuzu ikhraju zakatu al-bina'i masjid au madrasa masalan, je inajuzu kutoa zaka kwa ajili ya kujenga msikiti au madrasa mfano? La a'lam lahu naqlan fi madhhabina, stambui katika jambo hilo katika madhehebu yetu. Wa mara aitahu, na kile ambacho umekiona, au sami'tahu, au umekisikia, fi mizan sha'rani mastura, katika mizani sha'rani mastura. Wa yajuzu ikhraju zakat, na yanajuzu kutoa zaka. Wasahihu ma fi rahmatil umma, na iliyo sahihi katika kuhurumia umma, min qawlihi, tokana na kauli yake, wattafaqu ala man'i al-ikhraj li bina'i masjid, wamekubaliana juu ya kuzuilia kutoa zaka kwa ajili ya kujenga msikiti, au takfini mayit, au kutoa gharama kwa ajili ya kumvisha sanda maiti. Wa sha'rani nafsuhu, na sha'rani yeye peke yake, qala, amesema, fi kashfi al-umma, katika kashfi al-umma, an jami'i al-umma, katika umma wote. Wa kana sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa mtume rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie na amani, idha wajada al-asnaf ath-thamaniya, pindi anapopata makundi 8, dafa'aha ilayhim, anawapa hao. Wa yaqulu, na akisema, inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, lam yarudha bi hukmi nabii, hakuridhia kwa hukumu ya mtume, wala ghairihi, wala ya mtu mwingine, fi zakat, katika jambo la kutoa zaka, hatta hakama fiha huwa fajazzaha 8 ajzai, paka akahukumu mwenyewe na kagawa makundi 8.
faman ahli tilka al-ajza'i, yule atakayekuwa ni mtu miongoni mwa watu haya makundi 8, a'tainahu, tunampa. Bal qala Sha'rani, bali amesema Sha'rani, wakana sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa mtume rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie na amani, idha lam yajid al-asnaf ath-thamaniya, pindi anapokosa yeyote katika watu haya makundi 8, kullaha dafaha ila man wajadahu minhum, anatoa katika yule atakayepatikana katika wao. Wa rubbama amara bidaf'iha ila wahidin, na kuenda ameamrisha lipewe kundi moja. Allahu a'lam. Uridu an as'alaka su'alun akhir, nataka kuuliza swali la mwisho. Is'al ma turidu an tas'ala, uliza bila kwamba unataka kuuliza. هل يجوز ترك استقبال القبلة في صلاة الفرض من غير شدة الخوف؟ Je, inajuzu kuswali kuacha kuelekea kibla pasina shida ya kuhofu? Naam, ndio inaswihi. Idha kana shakhsun yusafir, ikiwa mtu anasafiri fil qatirat, katika treni, au fi tairat, au katika ndege, wa ajaza an istiqbaliha, na akashindwa kuelekea kibla, wa khafa khuruj alwaqti, na akaufia kutoka kwa muda wa swala, kabla an tasla alqatirat, kabla ya kufika treni, au tairat, au ndege, ila makani alladhi, katika sehemu ambayo yuswali fihi, ataswali ndani yake swalata kamilat, swala kamili. Swalla ila jihat qudratihi, ataswali katika upande ambao anauweza. Wa yaskutu anhu alqiyam, na itaporomoka kwake yeye kusimama. Wasujudu aidan, na kusujudu vile vile. Idha ajaz anhuma, pindi anaposhindwa kusimama na kusujudu, wala i'adata alayhi, na hakuna kurudia juu yake swala hiyo. Wallahu a'lam. Ila shabitu jawabaka, mpaka hapa nimeshibu majibu yako. Wa ila huna namtai, mpaka hapa tumeshia. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi, jina langu Aisha binti Abdalla. Nimechaguliwa katika maonyesho haya kusomea tafsiri ya Suratun Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Qul a'udhu birabbin nasi, sema najilinda kwa Mola wa watu. Malikin nasi, ufalme wa watu. Ilahin nasi, muabudiwa wa watu. Min sharril wasiwasil khannas, mwenye kutia shari na mwenye kurejea nyuma. Alladhi yuwaswisu fi suduri, asi mwenye kutia wasiwasi katika nyoyo za watu. Minal jinnati wan nas, ni kuna watu na majini. Mpaka hapo naishia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ismi Shamim Ramadhani. Nimesimama hapa mbele zenu niwasomeeni hadithi. Wa fi hadithi al-Isra'i, na katika hadithi ya Isra, lamma ata an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, zama alipokwenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, rehma na amani zimshukie juu yake, ala qaumi, akaikuta kaumu, turudhahu, hupondwa pondwa, ruusuhum, vichwa vyao, bilhijarat, kwa mawe, kullama rudhihat, kila vinapopondwa pondwa, adat kama kanat, hurudi kama vilivyokuwa, la yafturu anhum, hapapumzishi kwa wao, min dhalika, katika uko pondwa pondwa, shay'un, kitu chochote. Qala, amesema Mtume kumwambia Jibril, ya Jibril, ewe Jibril, man haulai, ni wakina nani hao wanaopondwa pondwa vichwa vyao? Qala, akasema Jibril kumwambia Mtume, alladhina, ni wale ambao tatafakkaru, hufanya uzito,
vichwa vyao ani salatihim, kuviepushana swala. Waqala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu atadhamiwai, fawailul lilmusallin, ole wale wenye kuswali, alladhina, ni wale ambao an salatihim, swala zao, sahun, ni wenye kuzisahau. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, hakika hakutakuwa na huruma kwetu siku ya Kiyama. Tutapondwa vichwa vyetu. Mtu muda wa swala umefika, yeye aswali saa 7, yeye aswali saa 8, saa 11 yeye aswali saa 2. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tujitahidi katika swala la kuswali. Wa hadha, assalamu alaykum wa la'afwa minkum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ismi, mimi jina langu Samia binti Jafar, mtoto wa Sheikh Jafar, kwa mwidiluna na mwidili wetu Sheikh Taibun Saidi Swale, kwa ustazuna na ustazi wetu Shaban bin Salum. Allahumma ilfana biurumimma akaftu amamakum, nimesimama hapa mbele zoni ili nipate kuwasomeni hadithi ziwajihi, kuoa kwake Mtume Bisaidatin Khadija, kumoa Bi Khadija baada lujuhi, baada ya kurudi kwake Mtume Bishaharaini, kwa miezi miwili, min safalatihi thani Abihala, wakad mata, na amekufa Abihala. Wa hadha, salamu alaykum wa la'afwa minkum. Wa alaykum assalam wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ismi, jina langu Asha Isa Bakar, mtoto wa Isa. Nimesimama hapa mbele zenu ili nipate kuwasomeni hadithi. Ya ibna Adama, ewe mwanadamu, kad jamata dunia, hakika umeikusanya dunia, bijahadi, kwa jitihada mno, wanai, na kwa tabu, fakad asbahta fi talabiha, hakika umepata tabu katika kuitafuta hiyo dunia. Wanasita al-akhirah, una ukaisau akhirah. Fi hammi dunia, katika kuupa ya dunia. Famata, ni muda gani? Tatafarra ulamali al-akhirah, utatenga katika kufanya vitendo vya akhirah. Wal mautu baina yadaik, na mauti ipo mbele zako. Fafajat, yanakunyatie, ya ahudhuka, ya kuchukue. Wa hadda, assalamu alaykum wa la'afwa minkum. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi qala kullu nafsin dha'iqatul maut. Wassalatu wassalam ala ashrafil anami Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqa bil haqqi, wal hadi ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Ana ismi Fatima binti Hasan, wal mudiruna, na mudiri wetu Sheikh Tah ibn Sayyid Swaleh, wa ustadhuna, na ustadhi wetu Shaban ibn Salum. Allahumma anfa'na bi'ulumihima.
lakad wakaftu la wa kullu ukhuwatin la budda yawman wa in tala alwiswalu ila inqita'i likulli tafarruqi dunya ijtima'. Ina kila faraka ya dunia makutanwa, wa ma ba'da almanuni min ijtima', hapana baada ya mauti makusanyiko. Wa kullu ukhuwatin, na kila kijidugu, la budda yauman, hapana budi siku moja kuondoka katika mgongo wa ardhi. Wa in tala alwiswal, rijapo lefuka lile ungamano, ila inqita', huenda katika kukatika. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, mshairi wa shairi hili ametuelezea kuwa ina kila faraka ya dunia makutano, na wala hapana baada ya mauti makutano ya watu. Na kila ndugu katosheni, sina mengi ya kuzungumza. Wa hadha, assalamu alaykum wal afwa minkum. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقربه ريانا ولو كان كاسيا وخير لباس الملك طاعة ربه ولا خيل في من كان lillahi asiya. Risala kwa mgeni rasmi katika mahafali ya pili ya wanafunzi wa madrasa ya Tanbihu Islamia tarehe 14 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kila sifa njema ni zake Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na makhalifa zake waongofu. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote tupende kukushukuru wewe kufika hapa. Haikuwa jambo jepesi sana kwa kuwa tunafahamu umeacha majukumu yako yaliyokuwa mengi ukiwa umebanwa, lakini ukaona ujumuike nasi. Hatuwezi kuwasahau pia ndugu zetu Waislamu wote ambao tumejumuika nao hapa, mashehe wakubwa kwa vyeo vyao wote, na wale wenzetu ambao nao wenyewe sio Waislamu lakini tuko nao hapa kwa kudumisha umoja. Nanyi pia tunawashukuru sana na karibuni sana katika sherehe hii. Ndugu mgeni rasmi, ikiwa ni hafla yetu ya pili tangu kuanzishwa kwa kituo chetu cha ufundishaji na ujifunzaji wa maarifa ya Uislamu katika eneo letu la Itezi Mashariki, mtaa wa Mbiza, katika madrasa ya Tanbihul Islamia. Ndugu mgeni rasmi, tangu kuanzishwa kwa kituo chetu mnamo mwaka jana 2024, tulianza na idadi ya wanafunzi 5 na mpaka kufikia leo hii tarehe 14 mwezi wa 12 mwaka 2025 tuna idadi ya wanafunzi 50. Malengo ya Madrasatu Islamia. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni malengo ya kituo chetu cha Tanbihul Islamia. Ndugu mgeni rasmi, kituo chetu kimejikita katika lengo la kutoa maarifa ya Uislamu, ikiwa ni sambamba na malezi ya Uislamu ambayo ndiyo nguzo muhimu inayostawisha dini yetu duniani na akhera. Ndugu mgeni rasmi, maadili nalo ni sehemu ambayo ni sehemu ya malengo ya kituo chetu. Tunafahamu kuwa kizazi cha zama za leo, swala la maadili si katika nyendo zinazochukuliwa umuhimu katika jamii. Tukiwa kama Waislamu tumechukua suala hili na kulifanya ni nyenzo muhimu ya kutuliza jamii yetu kwa kuwafunza maadili sahihi ya dini yetu. Na ni sahihi kwamba kila mmoja anaelewa mawimbi ya mambo ya teknolojia yanayoendelea leo duniani kuhusu mabadiliko ya tabia za maadili katika jamii yetu. Watu wamekuwa wakijihusisha katika vitendo viovu. Tunafahamu kabisa kuna hiyo mambo ya transgender, watu wanabadilisha jinsia.
watu wanabadilisha jinsia. Sasa kama watu hawatafundishwa dini ya Kiislamu vilivyo, wakaachwa tu waendelee kama wanavyoendelea, maadili yataporomoka zaidi. Tukaonelea kwamba na hili sehemu watu wanapata fursa mbalimbali kupitia hii dini ya Kiislamu. Kwa hivyo dini ya Kiislamu ama Madrasatul Islamia ina lengo kubwa la kutoa fursa kwa watu ama vijana mbalimbali. Kama mlivyoona ama tulivyoshuhudia wote hapo, vijana wameweza kutuonyesha kile walichonacho. Anaweza akawa amekosa upande huu mwingine, lakini huu upande mwingine akawa ameweza kufikia lengo kubwa. Na mifano tunayo ambao kuna vijana wengi, na hata huyu niliyesimama naye hapa ni miongoni ambao ni product ya Sheikh wetu Omar, naye ni mwalimu sahihi. Kwa hiyo ni fursa hiyo amepata kupitia dini ya Uislamu. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na yote yaliyo ndani ya malengo haya, lengo letu ni kutoa elimu katika mfumo wa madaraja, yani elimu ya awali ibdaia mpaka elimu ya msingi wa mwanzo mutawasitwa. Hivyo kwa eneo letu halijitoshelezi kuwaweka wanafunzi katika mfumo wa madaraja hayo kwa rasmi. Ongezeko la wanafunzi kutoka wanafunzi 5 kwa mwaka wa mwanzo, na maanisha mwaka 2024 mpaka wanafunzi 50 kwa miaka hii miwili, kwetu sisi ni mafanikio makubwa ukilinganisha na eneo tulilokuwepo na ugeni wa Uislamu katika eneo hili la Mbiza. Maadili ni sehemu ya mabadiliko makubwa na ndiyo mafanikio yetu tunayojivunia katika eneo letu la Itezi Mashariki. Ndugu mgeni rasmi, kizazi cha leo, kizazi cha kisasa, bila kusimamiwa bado hakuna misingi ya dini itakayokaa katika maisha yao. Changamoto ambazo zinatukumba katika kituo chetu hiki cha Tanbihul Islamia, ndugu mgeni rasmi Sheikh Saad, zifuatazo ni baadhi ya changamoto tunazokumbana nazo katika eneo letu hili, hasa katika suala la ufundishaji wa elimu ya dini. Ndugu mgeni rasmi, eneo letu la kufundishia ni finyu. Nitaomba baadaye Sheikh Umari wapitishe mgeni rasmi pamoja na wageni wengine walioambatana naye ili kuweza kuona eneo letu ambapo tunafunzia watoto hao na kuweza kuwa wakala wetu wa kututangaza na kupata msaada zaidi nje ya hapo. Kwa maana tunafundisha katika nyumba ya mwalimu, hivyo tunaomba msaada na kupata eneo la kufundishia, ikiwa ni pamoja na vifaa vya ujenzi, fedha, mambo matatu makubwa, na katika yote limebebwa jambo kubwa la eneo, ufinyu wa eneo la kufundishia. Binafsi naomba nilibebe jambo la eneo. Tutajaribu kufanya namna na kuongea na wenzetu, lakini pia tuliopo hapa kama kuna mtu anaweza pia tukashirikiana. Jambo lote linaloenda katika umoja na ushirikiano ndio jambo kubwa kuliko jambo jingine lolote. Nilikuwa naomba tushirikiane kwa pamoja. Changamoto ya madhuria, ubao pamoja na mikeka ya kufundishia, ili jambo Mungu akipenda kuanzia Jumatatu mimi nitalifanikisha. Upande wa eneo naomba tulishikilie nafasi, kwa sababu ufinyu wa eneo kufundishia kwa nyumbani kwa ustazi haileti hamasa, na malengo na matarajio yetu ni ukiangalia rekodi iliyopo mwaka 2024 madrasa wakati inafunguliwa wanafunzi walikuwa 5, baada ya miaka miwili wanafunzi wamefika 50. Hii inaonyesha wazi kabisa wingi wa Waislamu katika eneo hili pia. Kwa hiyo mimi naomba hilo nilichukue, lakini pia naomba tushirikiane wote kwa pamoja. Asanteni. Asalamu alaykum. Barakallahu fiki. Nadhani mgeni rasmi kazungumza mambo yake muhimu ambayo yanatija kukidhi haja ya madrasa katika kiwango kizuri inshallah. Kwa muktadha alhali, mazingira ya muda, tumuombe shekhe wetu wa Kiwira
atufungie hadhara hii na tuingie kwenye kipengele kingine kwa ajili ya muda inshallah. Sheikh Wakiwira, Sheikh Omar. Kabla ya dua kinachotakiwa kufanyika, baada ya kufanya dua tutaenda ndani humo. Wale wageni naomba kwamba tutaingia ndani huko, hata ni sehemu ni finyu, lakini utakwenda kupata riziki huko. Lakini kabla ya riziki tutakwenda tuswali kidogo, kwa sababu kuswali ni ahamu min kulli shay'in. Tumechelewa sana, lakini alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سهل لنا كل ما نريد، اللهم سهل لنا كل ما نريد، ونجنا من كل ما نخاف بفضلك يا لطيف. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.